Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na baraka zake alizotujalia katika maisha yetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuongoza katika njia iliyonyoka na kutufanya sisi tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kumshukuru yeye vile inavyohitajika, ili tuje kuwa miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Miongoni mwa mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpatia huyu mwanadamu ni mtihani wa kutokuwa na mtoto, kwani hakika ya wengi katika huu ulimwengu ama katika hii dunia wamepewa mtihani huu, wakiwemo wale ambao wenye mali na wale wasiokuwa na mali, wale wenye elimu na wale wasiokuwa na elimu, wale waliokuwa karibu na Allah na wale wasiokuwa karibu na Allah. Wengi tumeshuhudia katika maisha yetu katika sehemu tofauti kwamba watu hawakubarikiwa ama kupewa neema hii ya kuwa na mtoto katika maisha yao, na wengi hutamani katika maisha yao waweze kupata huyo mtoto na hujiuliza masuala mengi, kwa nini hawakupewa baraka hiyo katika maisha yao. Na wengine huthubutu mpaka kutoka nje ya mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba wanatafuta njia zilizokuwa si za halal, njia za haramu katika kumtafuta huyo mtoto katika maisha yao. Je, swala hili Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea ndani ya Qur'an? Na je, suluhisho lake pia Allah ameliweka ndani ya Qur'an? Naam. Hebu turudi katika kisa cha Nabii Zakaria alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza ndani ya Qur'an aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kafha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika suratul Maryam aya 2, anamwambia huu ni ukumbusho, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Huu ni ukumbusho wa rehema ya Mola wako mlezi wa mja wake Zakaria. Allah subhanahu wa ta'ala anataka hapa watu wa pay attention, kwa maana ya kwamba wewe makini kwa hicho ambacho atakachokizungumzia juu masuala ambayo yalomsibu Zakaria alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idh nada rabbahu nidaan khafiya. Alipomwita huyu Zakaria siku moja alikaa, subhanallah, na hili jambo likawa ni zito katika moyo wake. Akakaa pembeni, akaingia katika chumba chake, alikuwa baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, akamwita Mola wake, na alipomwita hapo hamna mwingine isipokuwa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema idh nada rabbahu nidaan khafiya, kwa maana ya kwamba aliinua mikono yake na kuanza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo lilokuwa zito katika moyo wake, anataka kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha tarbia za kumuomba pindi ambapo tunapotaka kuongea naye Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo tunahitajika kuyafanya, basi tukae pembeni katika sehemu ambayo, ama tutafute sehemu ambayo itakayokuwa na utulivu, itakayotufanya sisi tubakie baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, ili umakini uwepo pale, moyo wako uwepo pale wakati ule unapozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hili ndilo ambalo Zakaria alikuwa akizungumza naye. Anasema nini? Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, akasema ewe Mola wangu mlezi, mafupa yangu yameshadhoofika ya Rabbi, na kichwa changu kinameremeta na mvi. Washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Zakaria alayhi salam akasema, sikuwa mwenye bahati mbaya kwa kukuomba wewe ya Rabbi, maana haikutokea siku ya Rabbi nilikuomba jambo ni ukanirudisha nyuma. Tazama anavyozungumza na Mola wake. Tunahitajika tuzungumze na Allah subhanahu wa ta'ala
sio kuomba tu moja kwa moja tunachokitaka. Tumwelezee Allah subhanahu wa ta'ala hali zetu, mambo ambayo yanatusibu. Allah anatuona, Allah anajua kila kitu, lakini kule kumwelezea hali halisi kilichotokea, jambo lile lina uzito wa aina gani katika maisha yako, basi dua hiyo huwa ni nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba yale maelezo yako ndio hutia uzito uliokuwa mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hulifanya ama huifanya hii dua kuwa ni jambo ambalo lenye kuletwa na hisia zilizokuwa dhahiri wakati ule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah anapenda pindi ambapo mja wake anapoanza kuelezea suala lake kama hivi alivyoelezea Nabii Zakaria alayhi salam mbele ya Allah, akasema ya Rabbi, niangalie mimi hali yangu nilivyo ya Rabbi. Wakati huu Zakaria anaomba hii dua, maulama wa tarehe wanazungumza, wanasema Zakaria alayhi salam alikuwa ni mzee, alikuwa na miaka takriban 100 na mke wake tayari ana miaka 90 huko, tayari ni wazee wote. Na ndipo hapa aliposema ya Rabbi, niangalia mimi mifupa yangu tayari imeshadhoofika, ukiangalia kichwa changu kina meremeta na nywele zilizokuwa za mvi ya Rabbi, na mbali ya hayo ya Rabbi, najua mimi kukuomba kwako huku hutonirudisha nyuma insha Allah. Tazama matarajio makubwa aliyokuwa nayo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na matarajio naye, na Allah hupenda wale ambao wenye kumuomba huku hawakukata tamaa, bali wana matarajio makubwa kutoka kwa Allah, wana imani iliyokuwa kubwa juu ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo akamwambia, wa inni khiftu almawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya, na hakika mimi ya Rabbi, wa inni khiftu almawaliya min warai wa kanat imraati aqira, akasema ya Rabbi, hakika yangu mimi na wahofia jamaa zangu baada yangu. Lakini mbali ya hayo akasema ya Rabbi, na mke wangu ni tasa, kwa maana ya kwamba hazai. Hii anazungumza nini? Kwamba ya Rabbi, mimi ninahitaji atakayekuja kunirithi katika maisha yangu, natamani ya kwamba niwe na mtoto katika maisha yangu ya Rabbi. Angalia mtihani huu umemsibu nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, usije ukadhani kwamba mtihani huu umepewa wewe, umeonewa katika maisha yako, wala shetani asije akakunong'oneza akakupa hizi fitna kwenye roho yako, kwenye moyo wako, ukanyong'onyeka, ukawa unajisikia vibaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukadhani labda Allah hakupendi. Tazama mtihani aliopewa, amepewa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye alikuwa ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa karibu mno na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anapata maelezo kutoka kwa nabii yake, anamwambia, ninaambia ya Rabbi, natamani mimi kuwa na mtoto, natamani kuwa na yule ambaye atakayekuja kunirithi, atakayekuja kurithi hii kazi baada yangu mimi ya Rabbi. Na mbali ya hayo ya Rabbi, mke wangu mimi ni tasa, sio mimi tu kuwa ni mzee tayari nimeshachoka, mifupa yangu shachoka, lakini pia mke wangu ni tasa, hawezi kupata mtoto ya Rabbi. Angalia mtihani ulivyokuwa mkubwa, kwa maana ya kwamba yeye tayari ni dhaifu, lakini mbali ya hayo na mke wake pia naye hapati mtoto. Umri umeshaenda. Je, wewe jiulize, katika maisha yako una miaka mingapi? Je, wewe jiulize, umri wako umefika umri wa aina gani? Umefikia umri wa Zakaria alayhi salam mpaka ukakata tamaa katika maisha yako kwamba utopata mtoto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, wewe mke wako ni tasa? Na kama ni hivyo basi angalia Zakaria alayhi salam, naye pia mke wake alikuwa ni tasa, lakini hakumkatia tamaa kwamba huyu hatakuja kupata tena mtoto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama, anamuelezea hali yake, anamwambia Rabbi, na mke wangu pia naye ni tasa, hali ni ngumu ya Rabbi, lakini mimi natamani kuwa na mrithi katika maisha yangu, basi nipe mrithi kutoka kwako ya Rabbi, nipe mtoto ambaye atakayekuwa mbora, mtoto ambaye atakayekuwa ni neema katika maisha yetu, atakayekuja kunirithi, atakayekuchukua njia iliyokuwa iliyonyuka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahabni min ladunka waliya ya Rabbi yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya, atakayenirithi mimi na awarithi ukoo wa Yaqub, ukoo wa manabii, kwa maana ya kwamba nijalie mtoto ambaye atakayekuwa mcha Mungu ya Rabbi, awe ewe Mola wangu mlezi, na umjalie awe mwenye kuridhisha,
kwa maana kwa mtoto atakayekuwa bora, mtoto atakayekuwa anabeba kizazi cha manabii. Tizama, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Zakaria alayhi salam anaelewa jambo ambalo wengi wetu huenda kwamba hatulielewi hilo jambo, na Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea suala hilo ndani ya Qur'an aliposema, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima innahu alimun qadir. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema lillahi mulku samawati wal ardhi yakhluqu ma yasha, ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaumba apendavyo. Yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema anamtunikia amtakaye watoto wa kike na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au huwachanganya wanaume na wanawake, kwa maana kwamba wengine anawapa watoto wa kiume na wa kike pamoja. Wayaj'alu man yashau aqima, na akamfanya amtakaye tasa. Innahu alimun qadir, hakika yeye ni mjuzi mwenye uwezo. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea jambo lilokuwa kubwa, kwa maana ya kwamba huku kupewa watoto ni maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huku mtu kupewa baraka ya watoto katika maisha yake ni maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanapewa watoto wa kike peke yake, utamani kuwa na watoto wa kiume, lakini hayo ni maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupa wewe mtoto wa kike. Basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukupa wewe mtoto wa kike ama watoto wa kike. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwamba hao watoto ukiwalewa vizuri, watoto wa kike, basi huenda ikawa ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hakukuonea kwa kutokupa mtoto wa kiume. Na kuna wengine minawajua wamepewa watoto wa kiume peke yao, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa watoto wa kike, na wanatamani Allah angewapa hata mtoto mmoja wa kike. Subhanallah. Lakini Allah pia hakukuonea kwa kutokupa mtoto wa kike. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kilichokuwa bora na chenye kheri katika maisha yako, wala haamui jambo kwa kukuonea ama kwa kudhulumu kwenye maisha yako. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid, Allah si mwenye kuwadhulumu walimwengu ama waja wake. Hiyo si sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu anakiamua kwa hikma yake Allah, na anakupa jambo kwa hikma yake. Basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kuna wengine hawakupewa hao watoto wa kike na hao watoto wa kiume katika maisha yao, hawakuwa na mtoto kabisa. Na hii ndo kesi ambayo Allah alikuwa anaizungumzia, kesi ya Zakaria alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Zakaria alayhi salam kuomba hii dua mbele Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, turudi mbele Allah subhanahu wa ta'ala na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kutoka ndani ya mioyo yetu. Wallahi Allah anatusikia, inna Allaha sami'un basir, Allah anatusikia na anatuona. Usije ukakata tamaa kwenye maisha yako, hata ikifika wakati ambapo unaona mbele yako kuna kiza kitupu, hamna chochote, usije ukakata tamaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, usije ukakata tamaa na rehma za Allah hata siku moja kwenye maisha yako, hata ikiwa zimebakia dakika chache kwenye maisha yako, usije ukakata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu dua yake, akasemaje? Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibril alayhi salam. Zakaria akaambiwa, Zakaria, hakika sisi tunakubashiria mwana. Leo Allah anakubashiria mtoto. Mtoto gani? Bighulamin ismuhu Yahya, na jina amelitoa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, Yahya, jina lake atakuwa anaitwa Yahya. Allah akasema lam naj'al lahu min qablu samia, hatujapata kumpa jina hilo yoyote kabla yake huyu mtoto.
kwa maana ya kwamba jina la Yahya limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, na kabla ya hapo hamna aliokuwa na jina hilo, isipokuwa wa kwanza aliokuwa na jina hilo ni mtoto wake Zakaria alayhi salam, ambayo ni Yahya. Ni mtoto amekuja kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mbali ya kuwa hali yao imekuwa ni ngumu, kama Zakaria anavyoona kwamba huenda akawa katika swala hili hatujui Allah atamleta vipi huyu mtoto, maana kwamba mimi nishakuwa mzee na mke wangu ni tasa, naye pia ni mzee. Hatuoni kwamba kuna njia, lakini tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Atakapoamua jambo lake, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala huwa hataki sababu, hulileta katika njia anazozijua yeye mwenyewe. Baada ya Zakaria kupewa bishara hiyo nzuri na njema ya mtoto, akasema qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu min alkibari itiya, akasema ewe Mola wangu mlezi, vipi nitakuwa na mwana na mtoto katika maisha yangu hali mke wangu ni tasa ya Rabbi. Allah anaelewa kwamba mke wake ni tasa, lakini tazama ile shauku yake, akawa anamwambia Allah mara mbili kwamba ya Rabbi, haya yatawezekana vipi? Mke wangu mimi ni tasa na mimi pia ya Rabbi nimeshafikia ukongwe, vipi tutakuwa na mtoto? Ananirudia swala hili mara mbili, wakati hapo mwanzo yeye ndo alimwambia mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sikiliza majibu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na haya majibu ndiyo atakayokufanya wewe kuanzia leo uendelee kuinua mikono yako, usikate tamaa katika maisha yako, na uzidi kusonga mbele huku ukimtegemea na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Subhanallah, Jibril alayhi salam, malaika alopelekwa kwa Zakaria alayhi salam, akamwambia qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin, akasema ndivyo hivyo amesema Mola wako mlezi. Amesema nini? Haya ni mepesi kwangu, huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, na hakika mimi nilikwisha kuumba wewe zamani na hali ya kwamba wewe haukuwa kitu chochote. Subhanallah, nani mwenye kuumba? Allah subhanahu wa ta'ala. Nani mwenye kumtengeneza huyu mtoto hali ya kwamba alikuwa si lolote, alikuwa ni tone tu la mani kutoka katika mwili wa baba mtu na kuingia katika mwili wa mama mtu na kukutana na yai, na baada hapo kugeuza kuwa ni kidonge cha damu, na baada hapo kugeuza kuwa ni kidonge cha nyama. Nani mwenye kufanya hayo yote? Je, daktari ndo mwenye kufanya hayo yote? Je, ni wewe ni mwenye kufanya hayo yote? Wallahi hayo yote yanafanyika kutokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah aliyazungumza hayo ndani ya Qur'an, kueleza hii miujiza inotokea katika tumbo la mama mtu, kuonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'an, anasema ya ayuha nnas in kuntum fi raibin min alba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfa thumma min alaqa thumma min mudgha mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Wallahi, kuna watu wengine wanapata mimba katika maisha yao. Kuna wanawake wanapata mimba, lakini mwisho wake huharibika zile mimba. wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Allah anakiweka katika matumbo ya wazazi kila anachokitaka yeye katika muda unaotaka yeye. Kwa hiyo kikitoka, basi ujue ya kwamba hayo maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala usirudi nyuma, wala usije ukakata tamaa. Kama afya itakuwa inakuruhusu, basi inshallah siku za mbele tafuta mwingine, kwani Allah ndo huyo ambaye atakachokiweka katika tumbo lako, na mwisho wake inshallah nukhrijukum tifla, atatoa mtoto aliyokuwa mchanga kutoka katika hilo tumbo la mzazi. Subhanahu, huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kama hatumjui basi tuanze kumjua Mola wetu mlezi,
tunayemtegemea katika maisha yetu kila siku, nguvu aliyokuwa nazo ni kupita zile ambazo tunazoweza kufikiria katika vichwa vyetu. Sisi binadamu tunakata tamaa haraka mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Zakaria, ewe Zakaria, nisikilize vizuri, kwani hilo jambo tayari limeshaamuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo rahisi mno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo rahisi mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukubariki wewe na mtoto, sio jambo zito kabisa, kwani hakika ya Allah amekuumba wewe kabla ya hapo, hali ya kwamba ulikuwa sio kitu katika maisha yako. Subhanallah, huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo Zakaria alayhi salam akisema, qala rabbi ja'alni aya, qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 layalin sawiha. Akasema, ya Rabbi, basi tunaomba utujalie ishara ya huyu mtoto atakavyokuja, utupe ishara. Akasema, ishara yako ni kuwa hutosema na watu kwa masiku 3 na hali ni mzima. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo Allah anatueleza ndani ya Qur'an. Anasema kwamba kama unataka wewe upate mtoto katika maisha yako, basi elewa ya kwamba silaha kubwa anakupa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuweza kufanya kila kitu kinawezekana katika maisha yako ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Umuombe yule ambaye aliumba kila kitu, kwani hakika yeye ana nguvu ya kukujalia wewe mtoto, hata kama hali yako itakuwa ni hali ya aina gani kwenye maisha yako. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi, kama ikiwa Zakaria alayhi salam hakukata tamaa, hali ya kwamba yeye alikuwa ni mzee na mke wake alikuwa ni tasa, basi na wewe pia usije ukakata tamaa. Hata ikiwa imepita miaka 5, miaka 10 hukupata mtoto, endelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea kufanya mambo ambayo yatakayokufanya wewe kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki na watoto katika maisha yako na watakuletea furaha hao watoto. Mimi nimeshaona kwenye maisha yangu, nimeshashuhudia kwenye maisha yangu watu ambao wamekaa hawakuwa na watoto, lakini sasa hivi wengine wana watoto 2, alhamdulillah, wengine wana watoto 5, alhamdulillah. Wote ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wale wamepewa, basi na wewe pia utapewa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Cha muhimu usije ukakata tamaa. Cha muhimu umwamini Allah subhanahu wa ta'ala unavyohitajika kumwamini 100%, mwekee Allah subhanahu wa ta'ala. Cha muhimu endelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala anasikia dua zako. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye uwezo wa kuweza kubadilisha kila kitu katika maisha yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie watoto ambao watakaokuwa na kheri katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia iliyonyooka, atufanye tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.